Leo ni siku ya Jumatatu, na Jumatatu huwa inaleta tathmini ya wiki nzima. Yaani Jumatatu huwa inaleta tathmini ya wiki nzima. Sawa kwamba wiki litakuwaje na inakuwaje. Mr. D, hii meeting unaweza ukasema twende kwenye gold tufanyaje, lakini nitazunguka sana kwenye pair baadhi. Sitadili na gold tu hapa kama wengine ambao wale ambao wamezoea pamoja tu tunadili sana na gold, lakini leo nitazunguka na baadhi ya pair. Ndio maana nimeshare link na kwa wengineo huko. Sawa. Kwa kama ni muumini wa gold peke yake kama wengine wale ambao tunafanyaga, unaweza ukatuacha kidogo alafu tukaendelea na wale ambao ni waumini wa kina Euro USD, lakini sio kwamba hata gold hatutampitia, tutampitia. Sawa. Kwa hiyo nadhani mambo yatakuwa sawa hapo. Sasa nimetangulia kwanza kumweka Euro USD kwenye ubao. Nimetangulia kumweka Euro USD kwenye ubao. Sawa. Sasa basi, kwa nini nimemweka Euro USD? Kuna mmoja ambaye amefanyaje, ameniuliza hiki kitu. Ameniuliza kwamba unamuonaje Euro USD, na yupo hapa kwenye hii meeting. Manake yeye anadili naye. Sawa. Na yeye alikuwa amembai since Euro USD ametokea huku chini. Alright? Hii ni dakika 30 time frame. Sawa. Alitoka naye huku chini. Alright? Alitoka naye hapa. Kwa amembai kuanzia hapa. Sawa. Amemhold mpaka sasa hivi huyu jamaa anafanya hiki kitu, lakini yeye amemhold. Ni wale ambao wana swing trade. Wanaweza kai swing wakaenda wanatafuta pips nyingi. Sio vibaya unatafuta pips nyingi, mambo yanakuwa yanaenda yote. Yanaenda vizuri. Sawa. Sasa ni kitu gani ambacho nataka niwaambie kabla ya hii trade kuifanya vizuri? Watu wengi sana tumesahau utamaduni wa trading. Yaani watu tumeshasahau kabisa how trading is. Yaani namna gani tunadili na trading. Unajua sasa hivi tumekuwa affected na vitu fulani ambavyo ni vidogo. Yaani tumekuwa na effect. Yaani kuna vitu fulani hivi ambavyo vimekuja ni vizuri kwenye trading, lakini vimetuathiri kiasi kwamba vile vitu vikubwa hatuvioni tena. Yaani kwa mfano, sasa hivi kila mmoja anayekuja ukimwambia why umeseli na why umebuy, atakwambia kwa sababu nimeona liquidity, kwa sababu nimeona kuna liquidity, nimeona OB. Yaani kuna mtu mwingine atakwambia bwana mimi nimeona OB. Kuna mtu mwingine ataona kwamba mimi bwana nimeona liquidity engineering. Kuna mwingine atakwambia mimi nimeona validation na invalidation, nimeona validation na invalidation. Ndio maana nimeseli hiyo trade au nimebuy hiyo trade. Kwa vimekuja vitu ambavyo simple and clear vya kwamba hivi vitu tunaviona haraka na unaweza kureact navyo haraka. Lakini kuna kitu ambacho nimekiona kwamba kuna watu wengi sana wamesahau kuangalia picha kubwa ya trade, ila wamedili na vitu vidogo. Sio vibaya, kwa sababu hivi vitu vidogo ambavyo vilikuja hivi ambavyo nimevitaja hapo, liquidity sijui nini huko, sijui validation na invalidation huko, hivi vitu vilikuja kwa ajili ya kusimplify entry, kujua kwamba entry mimi nitachukulia wapi. Yaani hivyo vilikuja ili usimplify kwamba mimi nitaingilia wapi kwenye hiyo trade yangu, baada ya kufanya analysis, total analysis ya kwamba mimi analysis yangu itaenda sehemu fulani. Ndio maana sasa hivi unaweza kujikuta kwamba wiki linaisha mtu amefanya, yaani hakunaga sasa hivi cha kwamba mtu amefanya over trading, hakunaga hicho. Hakuna sasa hivi. Yaani sasa hivi ukifuatilia vizuri, na wewe unawezekana unayenisikiliza utaona hicho kitu, utakiona. Utaona kwamba unaweza kujikuta mtu anamaliza wiki, yani kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa ile. Wengine wanao trade volatility mpaka Jumapili, unaweza kujikuta mtu ameenda zaidi ya trade 100. Yaani mtu amefanya trade 100. Yaani trade 100 hizi ameziweka kwa wiki hili moja. Wakati hapo nyuma ulikuwa ukienda trade 5, basi wewe ni mwanaume. Yaani wewe ni balaa. Lakini sasa hivi mtu anaweza kaenda trade mpaka 100, anazitrade kwenye anaweka order, anafanyaje. Kuna wanaoweka pending, lakini kuna wanaoingia instant. Why? Kwa sababu ya ulimwengu wa nini? Wa his liquidity. Imekuja ulimwengu wa liquidity huu, mara sijui kwamba kuna OB, mara kuna kitu gani, na hivyo wanaingia. Sawa. Na huu ulimwengu wa liquidity umetuzalishia scalper wengi. Yaani umetuletea scalpers wengi.
kwa sababu anajua tu kabisa hapa nimepata liquidity fulani, hapa ni liquidity fulani, nitabai hapa nitaseli, hapa nitafanyaje. Lakini pia huu ulimwengu huu wa liquidity umetuletea losers wengi, yani umetuletea loser wengi kuliko profitable, yani loser ni wengi kuliko profitable. Kwa nini? Kwa sababu sio kila liquidity unayoitrade ita obey, itafanya vile unavyotaka iwe. Kwa nini? Kwa sababu sometimes unakuwa umeviolate sheria kubwa, umefuata sheria ndogo kwenye trading. Naeleweka hapo? Let us say kwa mfano, huyu ndio maana nimeweka Euro USD hapa. Sawa, nimeweka Euro USD hapa. Huyu Euro USD yuko katika hili eneo hapa kwa mfano. Let us say tuseme this is day 1. In day 1. Right? Nimeweka hii day 1. Day 1 tunamuona kabisa kwamba huyu jamaa anakotembea, anatembea in terms of upward trend, anaenda kwenye trend ya juu, kwa sababu tunamuona anavunja hizi peak, anatengeneza hizi swing formation high na swing formation low, swing formation high, swing formation low, alikuwa anatembea anapata hizi. Sawa. Kwa hiyo tunajua kwamba anaenda wapi? Anaenda juu. Sawa. Lakini ukishatoka kwamba unajua kabisa kwamba anaenda juu, kuna kitu kinaitwa trend ambayo tunaifuata trend. Sawa. Tunakuja kwenye market structure. Sawa. Market structure. Tunakuja kwenye potential area ambazo tunaziita ni zone. Sawa. Zone. Alafu then tunakuja kwenye market cycle, alafu baada ya hapo ndo ufuate, unamaliza na kitu ambacho tunaita nini? Ni hizo liquidity, ili zikusaidie kuingia na kufanyaje. Sawa hapo. Kuna vitu vingi vya kuvifuata, kwamba mimi nimefuata kitu fulani ili kinisaidie kufanya kitu fulani. Sasa watu sasa hivi wameachana na hivi vitu vyote hivi. Wanachokifuata ni hiki tu, liquidity. Na liquidity zenyewe wanazifuata baada ya kufanya zile market cycle ambazo zinakutengenezea validation na invalidation. Baada ya hapo yeye hii ni valid, naweza nikaingia nikafanyaje. Sawa. Sasa unakuja kuangalia kwamba, let us say kwa mfano, unakuja kuangalia kitu cha namna hii. Huyu jamaa tulikuwa tunamjadili, karibu sidhani kama yupo hapa, tulikuwa tunajadili kitu cha namna hii, kwamba tunamuona huyu jamaa Euro USD, licha ya kwamba tunaona kwamba hizi cycle kubwa, tunaona kwamba hizi protected row hizi ambazo zipo hapa, kwa sababu hizi ukiangalia, hii ipo chini, hii ipo juu, hii ipo juu ya zaidi ya hii. Kwa bado market ni up trend. Yaani ukichora hivi utajikuta kwamba bado inaenda wapi? Inaenda juu, kwa sababu hii ipo chini ya hii na hii ipo chini ya hii. Kwa bado hatujavunja yoyote kuja chini. Kwa bado market inaenda wapi? Inaenda juu. Lakini nje na hapo unakuja kuangalia kwamba unakuja kuangalia hiki kitu. Angalia hii market. Ni kwamba kuna muda unaweza kaangalia kwamba trend yako inaanza kusizi, yani inaanza kusizi kwenda katika eneo ambalo unataka kwenda. Otherwise unaweza ukawa unapata movement ndogo ambazo hazihitaji wewe uhold kwa muda mrefu, zinahitaji tu uchukue pips kadhaa ulizike nazo utoke. Au kuna market ambayo unaiona kabisa sasa hivi inaenda sehemu ya mbali, naweza nikahold. Kwa mfano hapa unaweza ukaona kwamba huyu jamaa ukijoin hizi trend hizi, unaweza ukaona kabisa kwamba hii alishaivunja. Unaona hiki kitu hiki, kwa mfano nimechora tu hapa, hizi ni zone. Yani ukija kwamba hii ni trend, sawa, ni trend, ni upward trend, na hiki ni kichannel ambacho alikianzisha hapa. Hiki kichannel alikianzisha hapa, sawa. Licha ya kwamba hii ni incomplete touch. Kuna vitu ambavyo kwa wale waliosoma vizuri Falcon, ingawa watu walishasahau, wanasema ni useless, haifanyi kazi tena. Kwa nini? Kwa sababu wameshawaletea kitu ambacho ni kipya na kina simplify. Unaingia kwa OB nini na nini, wale ndo wanachukua pips 5, pips 10, 20, wanaacha 100 sokoni. Yaani kuna mtu anaweza kujikuta amefanya entry fulani ambayo itakia achukue pips 500, lakini yeye amechukua pips 50, ametoka. Kwa mwisho wa siku anaweza kujikuta anatembea na pips 50 ili ajaze kibobu. Mwisho wa siku unajikuta kwamba anakuja kupiga hasara ya pips 100 wakati alikuwa anatafuta pips 50.
kwa mwisho wa siku huyu atakuwa loser tu, hawezi akawa profitable tena. Sasa katika mazingira haya unakuja kuangalia kwamba trade hii manake ilitoka hapa, ni kweli haijavunja hii kwamba ibadili trend, kwa sababu ili ibadili trend inatakiwa ivunje hapa. Ndio tunajua tu kabisa kwamba sasa hivi imekuwa, yani hivi vilivyovunjwa huku juu ni premature shift ambazo zimefanyika huko, ni zile shift ndogo ndogo. Shift kubwa ni hii ikishavunjwa tunajua tu kabisa kwamba huyu jamaa trend yake itakuwa imebadilika tena, manake sio ya kwenda wapi juu, ni ya kwenda wapi huku chini, sawa sawa. Lakini je, hii ni in terms of trend, kwamba trend yake ilikuwa ni upward trend, na trend tunaposemaga kuishia kwa trend ni vitu viwili vinakupa dalili. Dalili ya kwanza ambayo unapata sokoni, ya kwanza kabisa unaona kwamba market inakuwa na tight move, inakuwa na movement ambayo inakuwa sio aggressive move, inakuwa na ile move ambayo momentum yake inakuwa imepungua, inakuwa ni ndogo, sio ile aggressive. Ukiangalia hii market ilikuwa very aggressive inapotoka huku chini, yani ilikuwa inatembea very aggressive, ilipotoka hapo ikatembea aggressive, ikatoka hapo ikatembea very aggressive, imekuja kutengeneza shift nyingine huku, lakini kwa kusuasua sana. Angalia hizi candlestick, this is day one candlestick, lakini candlestick zake unaziangalia ni ndogo ndogo sana, kwa hiyo ilitumia muda mwingi sana katika hili eneo. Inakuja hapa, inashuka hapa, inakuja kutengeneza, unakuja kuangalia hii top nyingine, hii haiko mbali sana na hii, yani imevunja, lakini this top ni kama ipo karibu sana na hii nyingine hapa. Kwa hii inatuonyesha kabisa kwamba this momentum, this trend momentum yake inapungua kwa kwenda huku. Kwa hiyo muda wowote inaweza kufanya reversal, inaweza ika reverse. Hiyo ni hatua ya kwanza. Lakini kitu cha pili ambacho kinakuonyesha kwamba the trend will be ending, inaenda kuisha hiyo trend yako, manake unakuja kuangalia kwamba market structure mara nyingi hapa tunatumia za Elliott. Unaweza kukutana na diagonal, unaweza kukutana na 3 drive, unaweza kukutana na triangle, unaweza kukutana whatever zipo nyingi, zipo za kutosha huko. Kwa lazima ujue kwamba hiki kitu ni kitu fulani, kinaweza kikafanyika hivi na nikafanya kitu fulani. Sasa ukiangalia hapa utakuja kuangalia kwamba baada ya hapo kwenye market structure ya kwako ambayo hii tumeizoea, tunasemaga hii ni double top, hii ni double top kawaida, ambayo double top tumezizoea kwamba zipo za aina kadhaa. Kuna ile ambayo tunasemaga miguu inafanana, kuna mwingine mguu wa huku mrefu, mwingine wa huku mfupi, mwingine wa huku mrefu, mwingine wa huku mfupi. Kuna zile ambazo tunasema zina iko kwamba mguu wa kushoto na wa kulia vinafanana, tunaijua hiyo. Sasa unaweza kujikuta kwamba hii mguu wa huku mfupi, huu wa huku mrefu, then market ikaenda sawa sawa. Lakini kitu cha baada ya hapo unakutana na kile kitu ambacho tunasema ni zone orientation, au tunasema potential zone orientation, ambao unakutana na kwamba ni resistance na support, au wengine wanasema supply and demand, kwamba supply na demand zako zimekuaje. Ingawa sometimes unaweza differentiate between support zone and a demand zone, unaweza kaona kwamba zinatofautiana. Sasa katika haya mazingira katika mazingira hayo unaweza kaona kitu cha namna hiyo. Unaweza kaona kwamba katika hili eneo ambalo tunalo sasa hivi hapa, unaweza kaona kwamba tayari hii ambayo ilikuwa ni support zone, hii ambayo tunasema ni vertical support zone, imeshavunjwa, kiasi kwamba hii market unaweza kaona kwamba hapa kama imevunjwa, maana inaweza kama imekuja kulitest hapa katika hili eneo, then hii market iendelee kwenda chini. Sasa wewe kama ulifanya entry yako hapa, alafu kaendelea kuhold, nini ambacho na expect? Kwa sababu unaweza ka hold pips 500 ukaje ukafunga na pips 100, au ukafunga na pips 50, maana umepoteza 450. Yaani ulicho hold ni sawa sawa na hakuna, umepoteza muda tu, sawa sawa. Sasa ukiangalia hii ni time frame ya day 1 ambayo inakupa tunasema ni driving ya market. Ukitoka hapo day 1 unaweza kukutana na nini? Unaweza kukutana na time frame ya 4 hour ambayo inakuambia kabisa kwamba ni kitu gani ambacho kinaweza kikaa kinaendelea wapi? Kinaendelea sokoni. Hii kompyuta leo sasa sorry kidogo. Haya, kompyuta yangu naona kuna settings zinaingiliana leo. Ngoja
kama mnanielewa, lakini hapa nipo na yule jamaa wangu ambaye alisema unamuonaje Euro USD, alafu akawa amehold pips kadhaa kwenda juu. Sasa angalia hapa, baada ya kutoka hapo, njoo hapa kwenye time frame ya 4 hour hapa. Unamwona alivyokaa? Ni kweli alikutengenezea hii double bottom hapa, sawa sawa, ambayo hii imekuletea kwamba wewe ukaamini kwamba hii market inaweza ikaenda juu zaidi, ikaenda kule juu zaidi, sawa sawa. Sasa kama itaenda juu zaidi, nasikika hapo au nimetoka? Maana naona kuna watu wameanza kunitumia message hapa. Au namna gani? Okay, kwa mlangoni, right. Sasa ukiangalia katika hili eneo, ni kweli huyu alibai kwa kuona vitu viwili. Kitu cha kwanza ilikuwa ni hii kwamba hapa ameniwekea hii double bottom, na hii double bottom ingeniweza kunielekeza kabisa kwamba huyu anakuja kulitest hii zone ambayo amekuja kufanyaje, kuiacha huku juu baada ya kuvunja hii channel. Amevunja hii channel hii, amekuja kuitest. Ningeona hicho kitu kwamba ametengeneza hiki kitu, basi naweza nikabai nikaja mpaka huku chini, huku juu. Lakini pia hicho haikuwa peke yake, kulikuwa na liquidity ambazo ndo hizo ambazo mnaziangalia. Lakini liquidity tunasemaga kuna liquidity za kuzitrade na za kuto kuzitrade, kwa sababu zingine zinakuwa kwenye potential area na zingine zinakuwa kwenye maeneo ambayo tunasema ni unpotential areas. Kuna trade liquidity fulani ambayo ipo ni isolated, ipo sehemu peke yake tu, hakuna kitu kingine chochote ambacho inaisupport pale. Unaweza kujikuta unalia, unapoteza hela zako katika liquidity za namna hiyo. Kwa hii ilikuwa katika hili eneo, lakini pia katika hili eneo ikawa imenitengenezea kwamba kuna structure ndani yake, then akaenda naye. Lakini sasa kinachonipa tabu, kwa nini amehold until now wakati hii market inaonyesha kabisa kwamba ishavunja hapa na inaweza ikafanyaje, ikaja ikarudi tena huku chini. Na sio hilo tu, lakini pia inaweza ikafuata kama itafanya hiki kitu kwamba inaweza ikaja katika hili eneo hapa, kama itashindwa kubomoa katika hili eneo, kwa sababu hili eneo tunasema eneo ambalo tunasema area with a structure, ambayo either iwe ni structure yoyote, kama ni upward inakupeleka market iende juu au downward, manake ile eneo tunasema ni area with potential. Kama litakuwa na potential, manake kuna a certain orders za market makers zitakuwa katika lile eneo. Kwa hiyo katika lile eneo kunaweza kutokea kwamba tukapata move ya namna hii, ikafika hapa, unaweza kukuta kwamba imefika imehit, ikaobey, kwamba unaweza ukajikuta kwamba unaiona kabisa kwamba inaenda katika upande wangu. Unaweza kufika hapa afu kaendelea kushuka chini manake tayari umeshakula loss, umekula hasara. Umeona hicho kitu? Sasa katika hili eneo sasa, kitu gani ambacho yeye alipaswa kufanya? Mpaka sasa hivi angeshafunga. Alafu baada ya hapo angekuja kuangalia katika hili eneo, una buy kama market itakupa reasons za kubuy, lakini utaendelea kuseli kama market itakupa reason ya kuseli. Kwa mfano, kuna watu ambao walishaseli katika hizi point hapa, walishaseli. Kwa market ikiacha swing hapa, anaweza ka break even katika hii point hapa, market ikaendelea kushuka huko. Kuna TP ameiweka katika hili eneo hapo, then market ikihiti hapo, then ataendelea kufanyaje? Kuna order atavuna na kuna order atahold. Kama market itarudi huku juu, atafunga na DE, lakini zenye TP atakuwa ameshazibank tayari kwenye akaunti yake. Tuko sawa sawa hapo? Sasa katika mazingira haya sasa unakuja kuangalia, kwa mimi namshauri yule jamaa wangu yule, manake mpaka sasa hivi angekuwa hayupo wapi? Hayuko sokoni, alishavuna chake kulingana na market inasemaje. Kwa sababu kuna mtu mwingine kuna mtu mwingine ana hold market with no reason. Yana ana hold market ambayo anaona kabisa kwamba hii market inaweza ikageuka, lakini anakuambia na $15 ni chache sana, acha zifike 20 ndio nifunge. Lakini je,
structure inakuruhusu kufanya hivyo, kukupeleka 20 au ndo mwisho hapo kwenye 15? Kwa sababu kuna watu wengine wanaangalia blue walionayo kuliko structure walionayo. Hiyo ndio inakuwa changamoto nyingine. Anakuambia hii ni ndogo sana, acha iongezeke kidogo. Kwa mwisho wa siku anajikuta anaambulia patupu. Lakini ukija kuangalia kwamba hii market, angalia inavyo move hapa. Hii market ina move in terms of kwamba ingekuwa ni market ya kwenda juu, isingerudi hapa kwa namna hii. Unaona hii market ilivyorudi hapa. Sioni hii market kwamba inaweza kaenda juu kwa hii structure ambayo inafanya hivi. Kwa sababu hii market imetengeneza hiki kitu, imeshatengeneza hii ni impasse form. Sawa. Kwa hiyo market inatengeneza correction. This is a correction form. Hii inaweza kufanya correction nyingine hapa, lakini tukaenda ukajikuta tunaangukia tena huko. Kwa kama aliingia katika mazingira hayo, unajikuta kwamba alicho holding sawa na zero, hakuna alichokifanya hapo. Yaani huyo tunaweza tukasema kwamba ni trader ambaye anafanya entry nzuri, lakini hajui anachokitrade ni nini. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba ninachokitrade ni kitu fulani. Kwa hiyo market inaweza kufanya hiki, baada ya hapo na badilika. Ndio maana sometimes nawaambiaga watu, achana na signal. Usitegemee signal ya kwamba mtu akwambie buy now au sell now. Achana na hiyo. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu hutaelewa mabadiliko. Kwa sababu naweza nikakwambia buy now au sell now, nisikwambie kitakachobadilika sokoni wakati market inaendelea kutembea. Kwa lazima we mwenyewe ujifunze kwa mikono yako na uelewe kwamba sasa hivi ninachokiona nitoke, na kwa sababu ya kutoka ni hii, na sababu ya kuwepo sokoni ya kuendelea kuwepo ni hii. Lazima uelewe hicho kitu. Usipoelewa hapo utateseka. Maona hicho kitu? Kwa lazima uelewe mwenyewe peke yako. Soma, ufanye uelewe. Sasa hivi resources za kusoma ni nyingi. Unaweza kutumia sasa hivi naona watu wanapost TikTok, wanapost Instagram, wanapost YouTube. Hivyo kama hauna hela ya kusomea, somea huko, kwa sababu utaelewa tu. Jiamini wewe, jiambie mwenyewe peke yako kwamba mimi nitaelewa. Kwa sababu sio lazima ukawa na hela nyingi ya kusomea kwa mwalimu. Utaelewa. Tuko sawa hapo. Baada ya hapo utajikuta mambo yanaenda sawa. Lakini usiingie kwenye yale magrupu ya buy now sell now, utapoteza muda. Alafu sasa ndo nije kwa wale ndugu zangu na wale jamaa zangu wa gold. Wale jamaa zangu wa gold. Sawa. Nimemaliza kujibu swali la ndugu yetu wa Euro USD. Kama yuko hapa nadhani atakuwa na sawa. Tunaweza kuanzia tu hapa day 1. Asubuhi ambao nilikuwa nao wale wa master class, nadhani watakuwa wanaelewa kufanya analysis hiyo. Huyu jamaa nilisema kwamba amegoma kufunga chini ya hii candle hapa. Ukiwa hapa funga mic yako. Funga mic yako hapa ili tuelewane vizuri. Sasa katika hili eneo tulisema kwamba amegoma kufunga below this candlestick. Yaani itakiwa huyu jamaa aliyetoka huyu bearish afunge below hapa. Tungekuwa na nguvu ya ziada ya kumuona huyu jamaa kwamba anaweza akashuka labda hapa, kwamba pullback yake inaweza kaja huku alafu tukaendelea kubai. Kumbuka hii tunayoisema sasa hivi ni pullback tu. Ni pullback. Na trading gold sio sawa na unavyo trade wakina Euro USD, wakina GBP USD huko, wakina AUD USD. Ni tofauti. Yaani huwezi ukatumia same strategy ukatrade gold kama unavyomtrade Euro USD. Ni totally different. Sasa hivi ukimwangalia huyu gold huko yupo kwenye zero zone. Yaani huko kwenye horizontal zone huku juu hajawahi fika, ndio mara ya kwanza kufika. Kwa hiyo utahitaji tool nyingine tofauti ya kumtrade gold, tofauti na unavyotumia kwa kina Euro USD, unatumia sijui area, tunatumia sijui nini. Ni tofauti. Kwa hiyo utahitaji tool nyingine ya ziada ya kumtrade gold. Sasa hapa mimi nikatumia tu akili za kawaida kwamba huyu jamaa ameacha key level humu, kwa sababu tunasema body candle inapoishia ya kwenye time frame kubwa, either weekly na day 1, tunasema ile eneo linakuwa na potential area. Yaani katika hizi eneo kwenye ile mikia yake na body kunakuwa na potential area zinaachwa mle kwenye zile point. Kwa mimi nikamaki hizo eneo hizi hapa.
nikamaki hii hapa, nikamaki hii hapa, nikamaki hii hapa, nikamaki na hiyo, kuangalia kwamba gold kwenye time frame za chini atanipatia nini ambacho kitakuja hapo. Sawa sawa. Sasa nikija kuangalia hapo namna alivyokaa hapa, namuona kwamba kuna move nyingine ya kuja chini alafu ndo aenda. Yaani kwenda juu ni compulsory, lakini ataendaje? Hicho ndo kitu ambacho tunakiwinda sasa. Kwamba mimi nije niingilie wapi, kwa sababu wataalamu wa mambo wanakuambia kwamba naweza kujikuta naenda mpaka kwenye 5000 huko. Sasa hivi yupo kwenye 4000 ngapi? Anatembea hapo kwenye 4000 na. Kwa hiyo unaweza kujikuta naenda mpaka 5000. Market cap ya gold sasa hivi ndio ina thamani kubwa kuliko nyingine yoyote. Sawa sawa. Sasa njoo hapa na Violette time frame coordination. Kuna watu ambao wanadhiribu kwenye time frame coordination zaidi. Kwa hiyo unajikuta kwamba mimi na Violette mambo. Sawa sawa. Sasa ukimwangalia huyu jamaa anavyopanga hizi candle, angalia anavyopanga. Tutegemea kwamba angefunga hapa chini. Angefunga hapa chini akafunga huko, tungekuwa na nguvu kubwa sana ya kumseli. Mpaka sasa hivi tungesema tu hii ni pullback ndogo ambao ni pullback inside pullback, then tungeendelea kushuka. Sasa hapa kinachotusubirisha hapa ni namna alivyokaa hapa. Yaani tutamuona bado yupo katika hili eneo. Kwa mimi nilikuwa namuona kwamba kulikuwa na potential area ambayo iko hapa katika hii point. Hapa hajagusa, hajafikia hapa. Yaani wakati amevunja hili eneo hapa alikaa muda mrefu. Hakurudi hapa ndani. Kwa nilikuwa namuona kwamba huyu jamaa anafaa kufanyaje? Kutoka huku aliko aje hapa, kama atafanya anachokifanya then aje hapa. Alafu hapa ndio niondoke naye mazima. Nije naye huku. Yaani simuoni kama anaweza akarudi katika hii point aende huku juu. Yaani baada ya kuhiti katika hizi point. Sawa sawa? Katika point hizi. Mimi binafsi namuona hivi. Yaani ili niwe comfortable kumbai inatakiwa afanye hivyo. Kuna kind of market ambayo tunasema ni market ya aina mbili. No matter ina structure ipi. No matter ina triangle, no matter ina flat, no matter ina diagonal. Lakini market huwa tunasema inatakiwa kuondoka. A comfortable market inaondoka with two leg. Yaani inatakiwa iondoke with a two leg. Yaani inatakiwa iondoke na miguu miwili. Kama market kama imeenda hivi, inatakiwa ije ihiti miguu miwili. Whatever mwingine utakuwa mfupi kiasi gani, lakini iondoke with a two leg. Kama ni ya kubai au ni ya kuseli iwe na two leg. No matter itakuwa ni two leg ya namna gani. Hiyo tunasema ni comfortable market ambayo inakupa uhakika wa kwamba hiyo market inaweza sirudi tena katika hilo eneo. Sasa nikimwangalia huyu gold alivyo hapa for hour anaonekana hivi. Ndio hapa kwenye 30 minute. Hapa kwenye 30 minute utamuona kwamba hii market inavyoenda huko, inavyotembea hapa, utagundua kwamba hii market inaenda juu lakini imeondoka with one leg, imeondoka na mguu mmoja. Alafu ilivyoondoka inaondoka in terms of sideways, kiasi kwamba hata kama umebai utakuwa haupo comfortable na market ya namna hii. Sio aggressive move hii. Yaani najikuta kwamba market inaondoka with a tight move. Ni tight move. Inaenda inarudi, inaenda inarudi. Sasa mimi nitaka imalize kama hapa itafika, ilipofika alafu ifanye hivi ndio imalize mpaka kwenye ile ubia wao, then market iende ifanyaje? Iende. Na hapa ndio wanaweza akatupatia a certain structure hapa katika hii point. Alafu tukaenda juu. Lakini pia hii market tunasema ile market ambayo inakuwa inatembea with a two leg inatakiwa angalau ikifika kwenye sehemu, mara nyingi, sio mara zote, mara nyingi market ikifika kwenye potential area huwa inatoka with ABC move. Yaani huwa inakupatia ABC move zile za Elliott, ABC move za Elliott, ABC move. Yaani kumalizia ile move ili kukatch ile move nyingine kubwa. Yaani hapa ninachokimaanisha ni hiki hapa, kwamba hii market imetengeneza hiki kitu. Hizo tunasema ni zile great idea kubwa, ukiacha ile ya zile unazo trade kwamba this is an OB, this is engineering liquidity, this is a flip, this is a overthrow, whatever. Tuna zile kubwa kwamba hii imetengeneza kitu fulani, kuna kitu fulani. Lakini je, ile saiko yake iko sahihi? Kwa mfano
cycle ambayo inatakiwa itengenezwe hapa ni hii ambayo tunaiona hapo kwamba market inatakiwa itembee kwamba if this is A, hii ni B, then market inatakiwa itengeneze C, ambayo C inatakiwa ivunje A, alafu baada ya hapo kutoka kwenye C inaenda kuvunja na B. Yaani kwamba hii market imetembea kutoka hapa kwamba imetengeneza impulse, then hii ni correction, ni correction form hii ambayo imetengeneza sasa hapa inakuja mpaka kwenye C. Yaani hii C imevunja hii A, na inapotoka hapa inatakiwa ivunje hii B, yaani itengeneze movement hii hapa, ambapo B, A zote zinatakiwa zivunjwe na ile starting point of an impulse inatakiwa kuvunjwa, yaani nakuja kuvunjwa mpaka katika hili eneo hapa juu. Kwa hiyo hiki kitu kwenye cycle yake, ukiniambia kwamba tuna buy direct, huyu jamaa ajavunje huku, hata kama ataenda akiniacha sitakuwa na lawama, lakini akiondoka akawa ametengeneza hiki kitu, amekuja hapa kwenye C, alafu mimi sipo ndani na ametengeneza hiki kitu ameniacha, najiraumu kwa uzembe wangu mwenyewe, kwa sababu tayari ameondoka with a certain details, ameondoka akiwa na details sahihi za kuondoka sokoni, alafu mimi sikuwepo ndani. Kwa nitajiraumu katika kipande hicho kwamba nilifanya uzembe. Lakini akiondoka katika hiki alikoondoka hapo kwamba akahiti hapa kaenda mazima, tasema hii market haikuingia kwenye vigezo vyangu na haikufanya market cycle ya kawaida ambayo market inatakiwa ifanye ili kuondoka. Hiyo ni namna halisi ya kupata liquidity sahihi na trade sahihi unapokuwa una trade sokoni. Lakini ukiwa unaingia tu kwamba hii ni OB, hii ni liquidity engineering, lakini cycle yake ikoje, market structures zipoje, zile key levels zimekaaje, trend yake ni ipi, unaielewa? Kama hujafanya hicho kitu, maana mwisho wa siku unaweza ukajikuta kwamba unaraumu watu kwamba jamaa alinipa signal amefanya, kumbe na wewe mwenyewe itakiwa usome, kwa sababu mwisho wa siku mnasemaga wale jamani wewe hawajui kitu. Hapana, ametoa signal kwamba buy nayo imetembea pips 50 badala ya pips 300 alizosema, imetengeneza structure nyingine ambayo inatakiwa ubadilike wewe uliyepo ndani ya hiyo trade hutaki. Au kuna muda yeye anakuambia enter now, lakini kuna yeye ana mtaji wa 1000, wewe una 100, SR yake wewe ndo mtaji wako, mwisho wa siku talia. Umeona? Sasa kuna muda anaweza ukajikuta kwamba haija confirm, yeye anakuambia enter now kwa sababu ana mtaji mkubwa ambao na wewe unahitaji kuconfirm kwanza kwamba ni trade ya kubai, sawa na itabai, lakini naweza ikabai wakati wewe ushaunguza account, hauna account ndio inabai. Kwa hiyo you have to be very careful, uangalie market orientation imekaa vizuri na kila kitu kimekaa sawa ili uweze kutrade vizuri, mambo yaende sawa sawa. Nadhani nimeeleweka hapo na kila kitu kimekaa vizuri. Naomba niishie hapo.